na zimepokea 2% pekee ya ufadhili unaohitajika kuwasaidia wanawake katika eneo hilo. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi 20 wanakutana London kuadhimisha kumbukumbu ya pili ya vita hivyo. Akifungua kongamano hilo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy alitangaza msaada zaidi wa Uingereza wa takriban dola milioni 160, ila alionya kuwa vurugu zitaendelea isipokuwa kama pande zinazopigana zitakubali kwenda kwenye meza ya mazungumzo. Kikwazo kikubwa si ukosefu wa ufadhili au maelezo katika Umoja wa Kimataifa, ni ukosefu wa utashi wa kisiasa. Ni rahisi sana. Tunapaswa kushawishi pande zote zinazozozana kuwalinda raia, kuwezesha msaada kuingia na kusambazwa nchini kote, na amani kuzingatiwa kwanza. Mamlaka za Ufaransa zinasema magereza mengi yamelengwa nyakati za usiku kwa kile kinachoonekana kama mashambulizi yalopangwa. Magari yaliteketezwa kwa moto nje ya magereza ya Marseille, Valence na Lens. Waziri wa haki Gerald Darmanin alizuru jela iliyopo Tulle na kuahidi wafanyakazi kuunga mkono, masaa kadhaa baada ya mlango wa jumba hilo kushambuliwa kwa milio ya risasi moja kwa moja. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei anasema Tehran haifai kuhusisha masuala yake ya kitaifa kwa mazungumzo ya hivi sasa na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia ulioanza siku ya Jumamosi. Ayatollah Khamenei anasema hatua za kwanza katika mazungumzo zimetekelezwa vyema, ila hana matumaini mazuri wala mabaya. Alikuwa anazungumza katika mkutano na wabunge wa Tehran. Kuingia katika mahojiano na maamuzi ni hatua ambayo imefanywa na imetekelezwa vyema katika hatua za kwanza. Pia kuanzia sasa lazima ifuatwe na uangalifu mkubwa. Mstari mwekundu ni wazi kwa upande wetu na ule upande mwingine. Mazungumzo yanaweza kufikia kikomo au yasihitimishwe. Na mnaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukiendelea ni kwa afisa wa Kipalestina wa ngazi za juu ameiambia BBC kuwa Hamas imepinga pendekezo la Israel la hivi karibuni la kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza ambalo litasababisha nusu ya mateka kuachiliwa. Afisa ambaye anafahamu na mkataba huo wa makubaliano anasema pendekezo hilo linatoa wito kwa Hamas kutolewa silaha bila ya hakikisho la Israel kusitisha vita au kuondoka katika ukanda wa Gaza. Afisa huyu anasema kundi la Hamas kwa hivyo limekataa pendekezo hilo kwa ujumla. Afisa mmoja wa Hamas amesema kuwa kuna uwezekano kuwa watapeana jibu lao rasmi kwa pendekezo hilo la Israel chini ya masaa 48 yajayo. Na maafisa wa Ukraine wanasema mkuu wa jimbo la Sumi amefutwa kazi, huku kukiwa na madai ya kuwa Urusi inaweza kuwa ilitumia kauli zake kulenga mji mkuu wa eneo hilo katika shambulizi moja baya zaidi lililotokea hivi karibuni. Kabla ya shambulizi hilo, Volodymyr Aryutyuk alinukuliwa akisema alikuwa ahudhuria sherehe za tuzo za kijeshi mjini siku ya Jumapili. Siku hiyo Urusi ilishambulia Sumi kwa makombora mawili na kuua zaidi ya raia 30. Hakuna ushahidi wowote kuwa wanajeshi ama mwanajeshi yote alifariki dunia katika shambulizi hilo. Hii ni BBC. Shukran Sarafina Robi kwa taarifa hizo za habari za dunia. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, yanokujia kupitia FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Lakini vile vile matangazo haya yanasikika kupitia redio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Inki akiwa Dar es Salaam. Metuzidi na nini huko? Hali ya hewa nzuri kabisa huku, hakuna jua, hakuna mvua leo. Sadakta. Shukran Karo Robi, bila shaka hujambo msikilizaji. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy amesema jumuiya ya kimataifa inahitaji kuzishawishi pande zinazozozana nchini Sudan ili ziweze kuwalinda raia na kuruhusu misaada kuingia nchini humo. Katika mkutano uliofanyika jijini London, wajumbe kutoka nchi za Ulaya, Umoja wa Afrika pamoja na Falme za Kiarabu na Misri wameahidi kuongeza misaada zaidi na kusaidia kutafuta mpango wa kuleta amani. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa ameonya kwamba kutakuwa na matokeo ya janga iwapo masaibu ya mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao yataendelea kupuuzwa. Zaidi na Phyllis Mote.
Akifungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy ametangaza msaada zaidi wa Uingereza wa karibu dola milioni 160, lakini ameonya kwamba vurugu zitaendelea ikiwa pande zinazozozana hazitakubali kukaa pamoja kukubaliana mpango wa amani. The biggest obstacle. Kikwazo kikubwa hapo si ukosefu wa fedha au maandishi katika afisi za Umoja wa Mataifa. Ni ukosefu wa utashi wa kisiasa. Kwa urahisi sana tunapaswa kushawishi pande zinazopigana kulinda raia, kuruhusu misaada ndani ya nchi kote na kuipa amani kipaumbele. Peace first. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema unyanyasaji unafanywa na jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF. Pia aliangazia mashambulizi dhidi ya wafanyikazi wa kutoa huduma za misaada. Na akizungumza katika mkutano huo, kamishna wa Umoja wa Afrika anayehusika na masuala ya kisiasa Bankole Adeoyo amesema suluhu la mgogoro huo linahitaji kupatikana bila mwingilio wowote, hasa kutoka nje ya nchi. The African Union will not allow. Umoja wa Afrika hautaruhusu mgawanyiko wa aina yoyote ule wa Sudan. Ni lazima tuhifadhi mamlaka, uadilifu wa ardhi na umoja wa kisiasa wa Jamhuri ya Sudan. Tunatoa wito kwa wahusika wote wa nje kujiepusha na kuingilia masuala ya Sudan. Haisaidii watu wazuri wa Sudan. Ni juhudi za pamoja tu za kuisaidia na kuiokoa Sudan. Hilo ndilo suluhisho la kudumu. Naye afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na wakimbizi ameonya kuwa kupuuza mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao nchini Sudan kutakuwa na athari mbaya. Filippo Grandi amesema miaka miwili ya vita imesababisha kile ambacho sasa ni janga baya zaidi la kibinadamu na wakimbizi. Rozan Ahmed ni mwanaharakati wa Sudan aliyekimbia makazi yake huko Khartoum baada ya vita kuzuka kati ya RSF na jeshi la Sudan. Kwenye mahojiano na BBC akiwa Dubai, amesema kwamba alikuwa akipoteza matumaini ya kurejea nchini mwake hivi karibuni. Tuna makundi mawili ambayo yanakataa kusikizana, haswa linapokuja swala la vurugu, na wanakataa kuweka mataifa yao na watu wao kwanza kabla ya maslahi yao. Na kwa hivyo kwa sasa ni uhalifu na vurugu zinazoendelea na uporaji na ubakaji, na kwa kiasi kikubwa kinachoendelea huenda kikasababisha wazo la kurudi nyumbani kuwa kama ndoto kwangu. Na vile akizungumza na BBC, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi ambaye yuko London kuhudhuria mkutano huo amesema kwamba mzozo huo haujapata umakini wa kutosha hasa kimataifa. Ukubwa wa mgogoro wa kibinadamu unaoendelea haujawahi kushuhudiwa, na nadhani lengo la kwanza la mkutano huu unaofanyika jijini London ni kuona jinsi nchi na washirika wanaweza kutumia na kuongeza hasa juhudi za misaada ya kibinadamu nchini Sudan. Hili ni jambo muhimu sana kwa sababu kiwango cha mateso ambayo raia wanapokea ni kikubwa, na ulimwengu haujakuwa ukiupa mgogoro huu makini unaostahili. Wasiwasi unaongezeka kuhusu maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kufuatia kutekwa kwa maeneo wanakoishi. Maeneo hayo kutekwa na RSF. Shirika la kutoa misaada la Madaktari Wasio na Mipaka MSF linasema baadhi ya watoto wamekufa kwa kiu walipokuwa wakitembea kuelekea mji ulio umbali wa kilomita 70 wakijaribu kuepuka ghasia. Wiki iliyopita RSF ilizindua mashambulizi makali ya ardhini na angani kwenye kambi za wakimbizi zinazozunguka mji wa El Fasher katika jaribio la kuuteka mji mkuu wa mwisho wa jimbo la Darfur unaoshikiliwa na mpinzani wao jeshi la Sudan. Umoja wa Mataifa ulisema kuwa umethibitisha mauaji 148 kati ya Alhamisi na Jumamosi, lakini ikaonya kuwa idadi hiyo huenda ikawa ni kubwa zaidi. Phyllis Mwate, BBC. Msikilizaji, tukiwa tumesalia na mzozo huo wa Sudan, zaidi ya watu 20,000 waliokimbia makazi yao wamewasili katika mji wa Tawila huko Darfur Kaskazini katika muda wa siku 2 pekee. Hayo ni kulingana na shirika la Madaktari Wasio na Mipaka MSF. Hatua hii inafuatia mashambulizi ya anga na ya ardhini yanayofanywa na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces yakilenga kambi za wakimbizi za Zamzam na Abu Shuk karibu na mji wa El Fasher. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. When they arrive here, they have nothing, just the clothes they are wearing, and there is no water points, no toilet. Marion Ramstein ambaye ni mratibu wa mipango wa shirika la madaktari lisilo la mipaka MSF katika mji wa Tawila ulioko kaskazini mwa Sudan, anasema kuwa familia nyingi zimetenganishwa wakitoroka vita, huku wengine wakiripotiwa kufariki pindi tu wanapofika, na wengine wanakosa maji na chakula. Hawajapata maji ya kunywa, hata tone la maji kwa siku 2 sasa, na watoto wengi wanakufa kutokana
na kiu kali. Maji ndio bidhaa muhimu hapa. Visa vinavyonakiliwa zaidi na hospitali ni watu wengi kukosa maji mwilini. Hapa eneo la Tawili ni kama kilomita 60 kutoka mji wa Zamzam, na kile ambacho tunashuhudia ni ngumu kuelezea kabisa. Tunazungumzia idadi ya watu zaidi ya 20,000 ambao wamewasili kwa muda wa siku 2. Lori ambalo limebeba watu kwa kila dakika 5 kufika, na wale ambao wanafika wengine tayari wameshakufa, na wengine kuwa na kiu sana kwa hata siku 2, na watoto wanakufa pia. BBC imeona video zinazoonyesha hali ya eneo la Zamzam ambapo maelfu ya watu, wengi wao wakiwa na umri wa makamu, akina mama na watoto wakitoroka kwa miguu, mikokoteni na lori. Wengi wamebeba blanketi na mizigo chache. Wengine wameambia BBC kwamba wameporwa na magenge walipokuwa wakitoroka, wengi wakisimulia masaibu yao. Mwanamke mmoja ambaye alitoroka eneo la Tawila anasema waliondoka bila viatu, maji wala chakula, na kwamba walimpoteza punda wao, na wakiwa safarini waliporwa, na la kuhuzunisha aliwapoteza watoto 2. Hawa ni baadhi ya watu ambao wametoa shuhuda zao. Vita hivi vilivyolaaniwa vimetulazimu kuondoka katika mji tunaopenda sana, El Fasher. Wakazi wa El Fasher wanakabiliwa na hukumu ya kifo kwa mtutu wa bunduki au kwa kurushiwa mabomu, kwa njaa au katika kuhisi kiu kikali. Ramstein anasema kwamba wameweza kuongeza vituo 5 zaidi nje ya hospitali ya Tawila kuwasaidia wale ambao wamefika eneo hilo, wengi ambao wametoroka eneo la Zamzam na wako njiani kuelekea eneo la Tawila, wengine wakichagua kwenda mji wa El Fasher. Ni mji ambao Ramstein anasema hali sio hali. Watu wamejazana, kupata chakula ni shida kuliko hata eneo la Tawila kwa sababu mji umezingirwa na hospitali katika mji huu imejaa. So we already receiving some people from El Fasher. Tayari tunawapokea watu kutoka El Fasher, na inasemekana idadi kubwa ya watu wanatoroka Zamzam kuja Tawila. Wakati huo eneo la El Fasher hali ni mbaya sana, watu ni wengi na kuna uhaba wa chakula, kwani mji bado unashikiliwa na mwenzetu. Ametuambia hali ni mbaya kiasi kwamba wao pia hawana kitu. Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba takriban watu milioni 12.5 nchini Sudan wamepoteza makazi yao tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanza miaka 2 iliyopita. Huku vita vikiendelea nchini humo, mamilioni ya watu wanaishi katika hali duni ya kibinadamu. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Hii sasa, msikilizaji, wiki hii Sudan inatimiza miaka 2 tangu vita vilipozuka tarehe 15 Aprili 2023 kati ya RSF na jeshi la Sudan. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, vita hivyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku wengine wapatao milioni 13 wakilazimika kuyahama makazi yao na pia kusababisha janga la njaa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Sasa Beldin Waliaula wa BBC amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rabi, ambaye kwanza anaelezea athari za mzozo uliopo sasa nchini Sudan. Huu ni mmoja ya mizozo mibaya kabisa ambayo imeshuhudiwa Sudani. Tofauti kidogo unaweza kushuhudia hivi sasa ni aina ya vikosi, manake vita za nyuma za Sudani hazikuwa zina nguvu katika pande zote. Ni pande moja ilikuwa ina nguvu ikikabiliana na makundi yenye silaha ambayo yalikuwa ni vurugu za hapa na pale. Sasa mara hii wameingia kwenye mzozo ambao wenye makundi makubwa yenye nguvu. Yani ukitazama jeshi la Sudani, ukitazama RSF, karibu walikuwa wakilingana nguvu wakati wanaingia kwenye mzozo. Kwa hiyo athari ya mzozo hii ni kubwa zaidi kwa sababu kutokana na uwezo na nguvu za pande zote mbili zilizopo, lakini pia uwezo na misaada ambazo pande zote mbili zinapata. Kwa hiyo unaweza ukaona huu mzozo ukubwa wake ni mkubwa kwa sababu umeenea sana mpaka nje, ukipata usaidizi wa nje. Ndio maana matokeo yake leo hii hakuna namba kamili ya watu waliouawa Sudani, lakini hesabu inaonyesha wanaweza kuzidi 100,000 na kitu. Ubabe wa wanajeshi wakuu wa Rapid Support Forces Mohamed Dagalo na wa jeshi la Sudan Abdel Fattah Burhan
bado unaendelea miaka miwili baadaye. Mbona jumuiya za kimataifa zimeshindwa kupatanisha wawili hawa? Kumekuwa na ugumu kwa kile kitu ambacho kinaitwa jumuiya za kimataifa, kwa sababu tafsiri ya jumuiya za kimataifa hivi sasa ni kama vile maslahi ya watu. Sasa hivi kile kinafahamika kama jumuiya za kimataifa zimekuwa zikitazama mimi na muunga mkono nani au naungwa mkono na nani. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa mgawanyiko wa kimataifa ndio unaweza kuwa umezalisha hiki ambacho kinatokea ndani ya Sudani, kwa sababu mara kadhaa hata Umoja wa Mataifa ambao kipindi cha nyuma tulikuwa tunaona kuwa ndio unachukua hatua kuwawajibisha wengine, na wenyewe unalalamika kama vile wengine wanavyolalamika na kusonda kidole tu kuwa fulani ndio anamsaidia fulani na fulani anamsaidia fulani, lakini hauoni nchi ambazo zinaweza kuchukua hatua kuwawajibisha wale wanaosababisha mzozo uwe mkubwa. Jumuiya za kimataifa zilijaribu kuwavuta hao majenerali hapo awali, na hata tumeshuhudia kwa miaka miwili haya makubaliano yalikuwa ni mara moja tu. Katika mwezi wa kwanza walikubaliana usitishaji wa vita wa takriban wiki moja au mbili, na wakashindwa kutimiza hizo wiki, wakavunja makubaliano mapema kabisa. Toka hapo hatukuona, hayo yalikuwa ni makubaliano ya Juba, hatukuona tena makubaliano mengine, kwa sababu hao majenerali mara zote wamekataa kukutana na kila mmoja ameamini uwezo wake wa kupigana. Kwa hiyo hapa kuna shida kubwa. Na Rabi unasema fala hilo kipigana nyasi ndio umia. Umoja wa Mataifa unasema Sudani inashuhudia mzozo mbaya wa kibinadamu pia kwa kutokea. Mamilioni ya watu wamekimbia makazi yao. Hivi juzi kambi ya wakimbizi ya Zamzam eneo la Darfur limeshambuliwa. Hatima ya raia wa Sudani ni ipi sasa? Hatima ya raia wa Sudani imekuwa ni ngumu sana. Yaani unapozungumzia mzozo wa Sudani ni kuwa tu naweza kusema kuwa vyombo vya habari havijaipa nafasi mzozo wa Sudani kama nafasi iliyotolewa kwa mzozo wa Mashariki ya Kati wa Gaza au mzozo wa Urusi na Ukraine. Ndio maana tunaona labda kule kuna madhara makubwa kuliko huku, lakini kiuhalisia mzozo wa Sudani ni mzozo mbaya sana. Unaweza ukachukua kauli ambayo alizungumza mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Gabriel sasa alipotembelea Sudani mwaka jana, akasema kuwa mzozo huu umesahaulika, na hii inawezekana kutokana tuna Sudani iko Afrika. Kwa hiyo huu ni mzozo ambayo umewagawa watu zaidi ya milioni 14 hawako sehemu zao. Ni mzozo ambao unataja karibu 70% ya watu wa Sudani wana mahitaji ya dharura. Ni mzozo ambao hausemeki kwa sababu ni wa kiwango cha hali ya juu sana. Ni tofauti na mizozo mingine ambayo kuwa kuna mizozo lakini mizozo inapata wasaidizi, kuwa misaada ya kibinadamu inaweza wakachanga ikafika, lakini hata Sudani ilipoitishwa kwenye jukwaa kuwa angalau watu waweze kuchanga au nchi zichange kusaidia, bado haikufika hata robo ya kile ambacho kilichotakiwa kiende Sudani. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa madhila na madhara ambayo raia wa Sudani wanayapata ni makubwa mno kuliko kile ambacho kinachozungumzwa. Si kitambo sana kundi la RSF lizindua serikali mbadala mjini Nairobi. Wengi walitaraji kuwa baada ya kumwondoa Omar al-Bashir Sudani itastawi kulingana na utajiri wake wa mafuta, lakini hali si hali tena kule Sudan. Mzozo huu kiingia mwaka wa 3 sasa. Je, mwelekeo ni upi? Mwelekeo bado ni mgumu sana, na kinachoelekea kwa hivi sasa mzozo mkubwa unarudi Darfur, na hicho ndio kimetokea. Ndio maana tumeshuhudia juzi kuanzia tarehe 10 kuna mashambulizi makali yamekwenda kwenye kambi ya Zamzam kule El Fashar, lakini tutashuhudia mapigano makali kule El Jazira, kwa sababu kinachoelekea Sudani ni kwenda kuigawa Sudani. Hakuna picha yoyote. Kile kilichoasisiwa Nairobi sasa kinataka kutimizwa kwa vitendo, kwa sababu tayari RSF wameondolewa Khartoum. Tayari unaigawa nchi kati ya kaskazini na mashariki, unaigawa kati ya kusini na magharibi. Jeshi linabaki upande wake, na RSF wanachokitafuta hivi sasa ni kuondoa mabaki ya jeshi upande wa jimbo la Darfur. Sasa Darfur jeshi bado liko maeneo mawili, El Fashar na El Jazira. Hapo hii miji ndio jeshi litaenda kusukumwa liondoke. Baada ya kuondoka jeshi, utasikia RSF wanatangaza kuwa Darfur ni eneo huru ambalo haliingiliani na upande wa pili. Kwa hiyo tunaweza tukashuhudia Libya mpya ndani ya Sudani ijayo.